wako, viongozi wetu wa dini, wakuu wengine wa taasisi za umma pamoja na mashirika, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya mwenyeji, pamoja na viongozi wengine wa serikali, wananchi wa Dodoma ambao tumekusanyika hapa, nikiona kijani pamoja na wanawake na Samia, wenyeji wetu, watendaji wa ndani ya wizara pamoja na taasisi za Wizara ya Kilimo. Na mimi niungane na wasemaji waliotangulia kusema kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukusanyika leo katika ratiba hizi muhimu, tukiwa tumeanza na ratiba ya asubuhi ambayo Mheshimiwa Waziri ametoka kuisema, lakini na ratiba ambayo imetanguliwa kabla ya hii, ambapo tulikuwa kule kwenye makao makuu ya TARI. Ndugu viongozi, sekta ya kilimo imeendelea kuwa na mchango mkuu katika uchumi wa nchi yetu, na Mheshimiwa Waziri ameelezea vyema jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais na serikali yake anayoiongoza amechukua hatua za dhati kuonesha umuhimu wa sekta hii, hasa kwa kuongezea uwekezaji katika sekta hii. Tumeona si tu bajeti ya kawaida ambayo ilizoeleka, ambayo Mheshimiwa Waziri amesema ya takriban bilioni 270-290 hivi, lakini Mheshimiwa Rais amechukua hatua za kufanya mageuzi kwenye sekta hii ya kilimo. Na leo hii tumegusa sehemu tu, lakini Mheshimiwa Waziri tungempa fursa ya kuelezea mageuzi yote ambayo yamefanyika kwenye sekta ya kilimo. Ninyi pamoja na Watanzania wengine wote mngekubaliana nami kwamba kwenye sekta ya kilimo Mheshimiwa Rais amechukua uelekeo sahihi, na kasi tunayoenda nayo ni sahihi, na tunaamini tutakuwa na matokeo sahihi. Mengine Mheshimiwa Waziri ametoka kuyasema, sina sababu ya kuyarejea, lakini kwa msisitizo tu, kuwekeza kwenye utafiti ni njia sahihi ya kufanya mageuzi katika sekta husika. Tumetoka kufanya uzinduzi wa makao makuu ya taasisi yetu ya utafiti wa kilimo, na pembeni yake kuna jengo ambalo limeshakwisha kukamilika la maabara, kuonesha jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais anamaanisha kwa dhati kuhusu kufanya mageuzi katika sekta ya kilimo. Pana maabara ya kisasa. Kwa taasisi, kwa nchi zingine maabara ile ingekuwa katika moja ya vyuo vikuu vya nchi hiyo, ingekuwa kama moja ya faculty kwenye chuo kikuu, lakini ni maabara ya wizara na iko hapa makao makuu ya nchi. Lakini tumeona pia makao makuu ya taasisi ya utafiti. Nilipotoka pale nilikwisha kusema, sitarudia, lakini hiyo ni sehemu tu. Ukienda kwenye mbegu, uwekezaji unaofanyika ni wa uelekeo sahihi kama ambavyo tumeona pale. Ukienda kwenye umwagiliaji, nilikuwa naona pale ambapo vimeorodheshwa baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikitekelezwa. Umwagiliaji, tuna miradi mingi ya umwagiliaji, nadhani kuwahi kutokea tangu nchi ipate uhuru. Hiyo ni ishara ya dhati ya uwekezaji na dhamira ya dhati ya kufanya mageuzi katika sekta ya kilimo.
Lakini sio hilo tu, uhifadhi wa mazao, uongezaji wa thamani, kilimo cha mazao ya muda mfupi, ambayo hayo yatatokana na utafiti, yatatokana na mbegu bora. Lakini pembejeo za kilimo, kwa sababu kwa kweli kizazi hiki cha leo, hata kama utawaambia kilimo ni mgongo wenyewe, lakini ukiwaambia walime kwa jembe lile walilokuwa wanalimia babu zetu, vijana hawa hawataona kama kilimo ni shughuli ya kufanya. Mheshimiwa Rais amewekeza na kuna uelekeo thabiti wa wazi kuhusu mageuzi kwenye upande wa zana za kilimo. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imelielezea kwa uwazi jambo la zana za kilimo, na tumeona pale habari ya matrekta ya mikono pamoja na mashine za kilimo. Leo hii ukienda vijijini ni jambo la kawaida kukuta watu wakilima kwa zana za kisasa. Leo hii ukienda vijijini ni jambo la kawaida kuona wananchi wakitaka wapate mbolea, wakitaka wapate mbegu bora. Maana yake swala hili la mageuzi kwenye sekta ya kilimo, pembejeo za kilimo pamoja na mahitaji mengine, ili kuwezesha wakulima wetu kupata mavuno bora, limeendelea kuwa ni jambo la kila mkulima wa Tanzania. Na kwa leo hapa tulipo, mfuko wa udhamini wa pembejeo utawezesha mikopo kwa wadau wa sekta ya kilimo, ikiwemo wakulima binafsi, vikundi, taasisi, vyama vya ushirika kama vile SACCOS na AMCOS, pamoja na taasisi za fedha, kuweza kuwapatia wakulima kuweza kupata mikopo ya kutosheleza. Huu na wenyewe ni uelekeo sahihi. Jana tulikuwa tuna Mheshimiwa Waziri, tukasema ukisema ukopeshe fedha kutokea kwenye mfuko, ni dhahiri kwamba wanufaika watakuwa wachache. Sasa wizara pamoja na serikali ikachukua uamuzi wa kudhamini mikopo ili wanufaika wawe wengi. Hili na lenyewe ni jambo ambalo linatupeleka kwenye uelekeo sahihi, ili tuweze kuona kwamba tunaongeza idadi ya wanufaika na hivyo kuongeza manufaa katika sekta na kwa nchi kwa ujumla. Kutokana na umuhimu huo, tunacho kijenga hapa si jengo pekee, bali tunajenga mazingira bora ya utendaji wa mfuko. Tunachochea na kuharakisha utekelezaji wa dhamira yake ya dhati aliyoionyesha Mheshimiwa Rais ya kumsaidia mkulima mdogo pamoja na kuwawezesha waweze kupata mikopo na kuweza kujiendeleza. Tumesikia hapa kwamba mfuko wa udhamini wa pembejeo za kilimo umeendelea kuwezesha wakulima kupata pembejeo, ikiwemo trekta, mashine za kulimia, mashine za kuongeza thamani za mazao, miundombinu ya umwagiliaji, maghala pamoja na vifaa vingine. Tutakapochukua mfuko huu tukaunganisha na mifuko mingine ambayo inafanya kazi zinazofanana, ikiwemo kampuni itakayoanzishwa siku si nyingi, kampuni ambayo iliyokuwa Export Credit Guarantee Scheme, tuna uhakika kwamba wakulima watakuwa na uhakika wa kupata mikopo, wa kupata pembejeo, na hivyo kuwezesha shughuli hizi ziweze kufanyika kwa uhakika. Ninaomba sasa nitumie nafasi hii kutoa maelekezo muhimu katika kuendeleza na kutekeleza dhamira ya serikali ya kuiendeleza sekta ya kilimo. Nimefurahishwa na majengo ambayo tumeyazindua, kuanzia lile ambalo tumeweka jiwe la msingi na ile hapa ambalo tumeweka jiwe la msingi, na yale ambayo yameshakamilika kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameelezea. Niendelee kusisitiza
watendaji wa serikali na taasisi zake, tuchukue mfano huu. Tuendelee kuhakikisha kwamba miradi yote ya serikali inajengwa kwa kuzingatia thamani. Inaleta heshima mradi unapokuwa Mheshimiwa Rais ametoa fedha na mradi ukajengwa, na hata mtu akiangalia anasema ndio hapa. Moja, kuna Watanzania wazalendo wamefanya kazi hiyo, na kuna Watanzania wazalendo wamesimamia, na thamani ya fedha inaonekana katika mradi. Leo tumeona jengo hili hapa. Jengo hili litakapokamilika liwe alama ya taasisi yetu ya kisasa inayotumia teknolojia katika kutoa huduma, na tuweke mifumo ya kidijitali ambayo itarahisisha wananchi kupata taarifa hasa za yale yaliyo mahitaji yao. Tusiweke ofisi nzuri tukawa na ofisi nzuri alafu huduma zikawa duni. Tutakuwa hatujafikia malengo yaliyokusudiwa. Ofisi nzuri, mwananchi akifuata huduma kila siku aambiwe njoo kesho, njoo kesho, njoo kesho, hapo tutakuwa hatutimizi lile lililokusudiwa. Jengo la kisasa, mifumo ya kisasa, na wakati mwingine hata tusimsumbue mwananchi lazima atembee kutoka mbali wapi. Masuala ya teknolojia, ukiwa na jengo la kisasa namna hii unajumuisha na masuala ya teknolojia yale ambayo si lazima mwananchi apate usumbufu, basi anaweza kupata huduma kidigitali, akapata majawabu kidigitali, akaendelea na utaratibu wa kujiletea maendeleo. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwenyeji wa hapa, ninaposema wananchi simaanishi wale wananchi waliokuwa na jambo kule, na maanisha Watanzania. Nimekuangalia usoni, kila nikisema wananchi naona kama unakunja uso. Sina maana ya wale wananchi wengine wale. Na maanisha Watanzania, tunapokuwa na majengo bora hivi wapate huduma zilizo bora na waridhike na huduma ambazo wanazipata katika ofisi zetu. Mfuko wa udhamini wa pembejeo za kilimo pamoja na taasisi nyingine zinazohusika ziwe mstari wa mbele kwa kweli kuwezesha wakulima kutimiza malengo ya Dira 2050. Waziri Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo ameendelea kulisisitiza kwamba ili tuweze kutimiza malengo yaliyopo kwenye dira, lazima tubadilike katika staili zetu za ufanyaji wa kazi. Tusifanye kazi kwa mazoea. Kwa hiyo tunapokuwa na ofisi pamoja na taasisi hizi na tuna dira ambayo ndo tunaanza kuitekeleza, kwa kweli tuone mchango huo kuwawezesha Watanzania hao ambao wako sekta ya kilimo, wanufaika wa moja kwa moja wa mfuko wa pembejeo, waweze kutimiza malengo yao ambayo ni kutoa mchango katika dira yetu ya taifa 2050 kwa ufanisi wao kuongezeka. Huduma zitakazotolewa na mfuko ziwafikie walengwa kwa wakati na kwa uwazi na kwa masharti yanayowezekana kwa kila mkulima, yaani wakulima wadogo, wakati pamoja na wakulima wakubwa. Lengo la serikali imekuwa ni kuwawezesha wakulima wapate bei za bidhaa mara tu ya waliso kufanya ulazima wa kufanya hivyo unapokuwa umekamilika. Tunatambua kwamba tuna taasisi ambazo zinaunganisha kuanzia uzalishaji mpaka bidhaa inaenda kwenye soko. Sasa tukishakuwa na ofisi ambazo zinatuwezesha kuwa na miundombinu ya kidigitali, kwa kweli matarajio yetu sasa ni kuwawezesha wakulima waweze kunufaika na mifumo hiyo ili waweze kuongeza tija katika shughuli zao za kila siku. Wakulima wote tutambue kuwa mikopo inayotolewa na mfuko wa pembejeo za kilimo inapaswa kurejeshwa. Tumekuwa na utaratibu
ambao unakiuka tabia za kufanya sustainability katika shughuli tunazofanya hizi. Mmoja akichukua ana uwezo wa kurejesha, lakini anakuwa hataki tu kwa kuona kwamba anaweza akachukua na asirejeshe na bado mambo yakaendelea. Hiyo itawakwamisha wengine ambao wanahitaji kupata huduma kama hiyo ambao bado hawajapata. Bodi ya wadhamini na management ya mfuko waimarishe utaratibu wa ufuatiliaji na urejeshaji wa mikopo, na mamlaka zote zinazohusika zihakikishe kuwa pembejeo zinapatikana kwa wakati, kwa gharama nafuu, lakini ziwe pembejeo ambazo zina ubora. Kuna maeneo tuliwahi kushuhudia mkulima anachukua trekta, hajafikia hata muda wa kuanza kupeleka rejesho la kwanza, trekta limeshaharibika, limepaki. Hiyo inavunja moyo na nguvu ya mkulima hata kuona kwamba anatakiwa arejeshe. Anarejeshaje kama kile alichokikopa hata hajatumia katika uzalishaji na kimeharibika? Niendelee kutoa rai kwa Watanzania wote kuendelea kutumia mifumo rasmi ya kifedha katika shughuli hizi za kiuchumi ili kuepuka matatizo ambayo tumeendelea kuyashuhudia katika maeneo mbalimbali ambayo kwa kweli yamewatia umaskini wa Tanzania waliokutwa na matatizo ya aina hiyo ya kuchukua mikopo ama fedha kwenye taasisi zisizo rasmi ambazo zimewasababishia hasara kubwa na pengine matatizo makubwa baada ya kuwa wameshindwa kufanya marejesho kwa riba ambazo sio halisia. Serikali itaendelea kuchukua hatua pale ambapo wenzetu wale wanapojihusisha na utoaji mikopo hiyo ya kiholela bila usajili wowote na bila miongozo yoyote. Tunatoa rai pia kwa Watanzania kuendelea kuzingatia kwamba tuna umuhimu kwa kweli, nchi ambayo ishafika kipato cha kati, nchi ambayo imeshaendelea, nchi ambayo inapiga hatua kimaendeleo, ni vyema kuendelea kurasimisha masuala yetu ya kifedha, kwa kuwa tayari taasisi nyingi za kifedha zinaweza kufanya majukumu hayo kwa uhakika na zinapatikana takribani maeneo yote. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nilisema pale pongezi zangu kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayofanya. Nikisema katika maeneo mengi tumeyasema na tumerudia kuyasema, kuonesha jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais ametimiza vyema mambo ambayo aliyaahidi na yale ambayo yalikuwa kwenye ilani ya uchaguzi. Lakini nikaendelea kusema tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa eneo moja hili la ujenzi wa makao makuu ya serikali na taasisi hapa mji wa serikali na makao makuu ya nchi yetu hapa Dodoma. Nikiri kwa sababu na mimi naishi uraiani. Wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani, wapo ambao hata hawakuamini kama huu uamuzi wa kujenga na kuhamia Dodoma utaendelea. Wengi walikuwa wanajua wenda hii ndoto itafifia tena hii. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, kwa kweli pale Mtumba kwenye mji wa serikali tulikuwa na majengo ya mpito, na taasisi nyingi zikiwemo na wizara zilikuwa zimeazima majengo huku kwenye mabweni ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Haya lazima tukumbushane ili watu waone hatua ambazo nchi inapiga. Lakini leo miaka 4 kwenda 5 baadaye, ofisi zote zimehamia kwenye majengo ya wizara, tena sio ya muda mfupi, majengo ya kudumu,
majengo ya kisasa. Na leo tunaona na taasisi zinajenga majengo ya makao makuu tena ya kisasa kama haya ambayo tumeyaona. Na mbali na hilo, Mheshimiwa Rais pia ameendelea kutengeneza miundombinu mingine iwezeshi ambayo itaendana na hadhi ya makao makuu ya nchi. Kwa mfano, ukamilishwaji wa ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje wa jiji la Dodoma kilomita 112.3. Hizi kilomita 112.3, kuna baadhi ya nchi barabara za aina hiyo ni za highway. Kwa heshima ya mashirikiano ya kimataifa, basi sitazitaja hizo nchi. Lakini hapa hizi ni barabara za mzunguko wa nje za Dodoma. Lakini sio hilo tu. Mheshimiwa Rais pia ameelekeza ujenzi ufanyike kilomita 50 kila upande kwa hizi barabara kubwa zinazoenda mikoani. 50 kuelekea Iringa, 50 kuelekea Singida, 50 kuelekea Manyara na kuelekea Ihumwa. Njia 4 njia 2 kwa maana njia 4. Na pale karibu na mji wa serikali inajengwa flyover interchange. Itajengwa interchange ambayo mtu akitoka mbalimbali kule anaweza pale akapotea kuhusu aelekee wapi. Lakini utafanyika pia upanuzi na ukarabati wa barabara hizi kubwa ya kuanzia Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, Singida, Shinyanga kwenda mpaka Mwanza. Na tayari maeneo yale korofi tayari maelekezo yalishatoka kwa ajili ya ujenzi wa barabara hizo. Itajengwa barabara kwa kiwango cha lami, barabara inayokwenda Hombolo kutokea Ihumwa. Haya mambo yote yataendelea kubadilisha mji wa Dodoma. Niliwahi kwenda kule Hombolo, palionekana mbali sana. Leo hii patakapokuwa na barabara ya lami, mji huu unaungana. Hii ni hatua kubwa. Lakini panafanyika ujenzi wa barabara ya Nchuka kwenda Mvumi na inazunguka inaenda mpaka Kikombo. Barabara ya lami zaidi ya kilomita 76. Na kipande cha Chololo kwenda Mapinduzi kilomita 5. Panafanyika ujenzi wa barabara ya Nzuguni kwenda Mahomanyika kilomita 7.1 kwa kiwango cha lami. Patafanyika ukarabati wa barabara ya Nzuguni Mapama kwa kiwango cha lami. Patafanyika ujenzi wa barabara ya Ihumwa Bandari Kavu na Ihumwa Flamingo, Ihumwa El Shaddai, Ihumwa Blessed Makubwa kwa kiwango cha lami, na ukarabati wa barabara ya Bwanga Kuhungu kilomita 5.3 hadi na kule Ndachi kwenda Msalato kilomita 5.3 kwa kiwango cha lami. Hivi vyote vinakwenda kubadilisha muonekano wa mji wa serikali, wa mji wa Dodoma. Kwa hiyo hii ni hatua nyingine nzuri ambayo kwa kweli tuna kila sababu ya kila Mtanzania kuona kwamba tunahitaji kama nchi tuendelee kuongeza umoja, mshikamano, amani, usalama, ili tuweze kuhakikisha kwamba haya tunayoyasema, ambayo mengine kwa kweli utekelezaji wake umeshaanza, yanaendelea kufanyika, kuunga mkono jitihada hizi za Watanzania kujiletea maendeleo. Niliona niyataje na haya kwa sababu yanaenda bega kwa bega na haya ya taasisi katika kuleta maendeleo jumuishi ya Watanzania. Na jana mbunge wa Mtumba alitukumbusha
na alichokisema mbunge wa Mtumba Mheshimiwa Anthony Mavunde kwa kweli kinaendana na mikoa mingine ya jirani. Labda tulikuwa tunatofautiana kasoro kimoja tu. Alisema Dodoma ilikuwa inatambulika kwa mambo mawili, omba na nini na mabinti wa kazi. Hata Singida ilikuwa inasifika, Iringa ilikuwa inasifika, lakini leo hii viwanda vimehamia Dodoma, uwekezaji umehamia Dodoma, na miundombinu hii tunayoendelea kuisema itaendelea kufungua biashara na kufanya vijana wetu wengi waweze kujiajiri. Hapa tumetaja tu ya barabara, lakini na uwanja wa ndege, reli ya kisasa itakapofunguka, kwamba asubuhi unapakia migebuka toka Tanganyika, mchana inakuwa imeshafika hapa Dodoma. Asubuhi unapakia sato Mwanza, mchana inakuwa wameshafika hapa Dodoma. Itaendelea kuchangamka na kutengeneza ajira nyingi kwa Watanzania, hasa wana Dodoma. Basi nitamke kwamba shughuli ya leo tumeikamilisha, uwekaji wa jiwe la msingi, na niwatakie kila laheri. Nawashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa kujumuika nasi, nawashukuru washiriki wote. Asanteni sana wana Dodoma.